kuchoka, bila kukata tamaa. Lakini maombi pamoja na kufunga iwe ndiyo chakula chako mara nyingi zaidi. Akisha unakuwa ni mtu wa kufunga na kuomba, akisha ni mtu anayeomba kila wakati, kila siku. Isipite siku haujaomba, isipite siku haujatafuta nguvu za Mungu. Kwa hiyo tafuta zaidi kuomba, kufunga. Kwa hata wiki ingia kwenye maombi ya kufunga, omba. Wote kanisa nzima, kila mmoja awe na muda wake wa kufunga. Lakini takuwa na muda wa kufunga wa maombi ya muda mrefu ndani ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha maombi, huwezi pata nguvu ikiwa uombi. Achana yale maombi ambayo unaomba tu kwenye nyumbani kwako, sebuleni unaomba tayari maombi. Haya yanaweza kukufikisha popote. Unahitaji kuwa na muda wa isolate yourself kwa ajili ya kulea Mungu akujaze vipawa, akupe karama, akupe nguvu ya kutumika. Huwezi kutumika effectively bila kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ninafanya kwa bidii na kwa nguvu. Lazima awe mtu wa kuomba, lazima awe mtu wa kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unatenga muda wa kuomba. Hakikisha unatenga muda ambao unakaa mbele za Mungu, unazungumza na Mungu. Ni usiku, ni mchana, zungumza na Mungu wako. Tofauti na hapo utakuwa ni yule yule wiki, mwezi, mwaka, ni yule, hujawahi badilika kwa chochote. Nguvu za kiroho zinahitaji maombi. Kwa hiyo hakikisha kwa sababu katika huduma hii, kama isingekuwa ni maombi, isingekuwepo. Kama sio kuomba, isingekuwepo. Kwa hiyo hakikisha unaomba. Wiki kila mmoja tafuta siku, funga na kuomba.